Game time, tuonavyo sisi. Ufundi ulionekana uwanjani. PSG akibuka na ushindi wa goli 5-4. Ilikuwa kama ngoma inaenda kwenye magoli mengi. Mzigo ulikuwa mzito zaidi kwa Bayern Munich, lakini wakasema hatujalala, tupo vizuri. Na zingeongezwa dakika chache pale, naona zilikuwa zinarudi zote tu. Game time, tuonavyo sisi. Yes, karibu kwenye raundi ya pili ya UEFA Champions League. Mchezo miwili ambayo ilisubiriwa kwa hamu kweli kweli kwenda kufahamu ni yupi ataingia finali ya UEFA Champions League 2026. Jina langu ni Andrea Masawe. Nipo na mzee Mwansasu, mwana Arsenal ambaye timu yake inashuka uwanjani Jumanne mapema kabisa dhidi ya Atletico Madrid, lakini nipo na Mswahili. Timu yake tayari imejihakikishia uchezaji UEFA Champions League msimu ujao. Tunasubiri kuona atakuja na moto ule ambao aliondoka nao kipindi kile, ama atakuja taloblob na kuondoka mapema kweli kweli. Karibu tukupe yale yote ambayo tumekuandalia kwenye UEFA Champions League raundi ya pili. Bwana, mpo vizuri? Kwa vizuri. Kwani United iliondoka na moto gani? Kipindi kile historia ukiwasikiliza wanavyojipamba. Kwa muda mwingine tu unawapa vizuri. Wewe unawapa ya time. Lakini mara mwisho bado waliondokea group stage. Kuongelea kwenye UEFA ni kitu kama kosa la jinai. Sawa. Kwa pia nashukuru. Waga ananishukuru mimi kuiweka Manchester United kwenye story za UEFA Champions League. Anashukuru sana. Kwa na mimi jambo kama hilo mimi sitoi fedha wala sio gharama kwangu mimi kuongea tu. Au si? Mimi alifanya fair tu. Sawa. Bwana, Arsenal yupo nyumbani dhidi ya Atletico Madrid. Ndio. Arsenal ametoka sare akiwa ugenini. Nimepitia kwenye mitandao ya kijamii Arsenal jinsi ambavyo wanaandika ni kama wamepiga hatua moja mbele. Sasa sijajua wewe Mwansasu unaona vipi kwenye mechi dhidi ya Atletico Madrid? Hamna hatua moja mbele. Hatua ziko pale pale. Ingekuwa labda kuna margin hata kama ni ya goli moja, ungeweza kusema walau wamepiga hatua moja mbele. Sasa hivi Champions League tangia wameleta utaratibu, wameondoa away goal. Timu nyingi zinakuwa huru kwenye kucheza. Tunazungumza kipindi kama hiki kwenye previous seasons ambazo kulikuwa bado kuna goli la ugenini. Sasa hivi tungekuwa tunazungumza kwamba Arsenal hata akirudi Emirates akashikilia bomba kwa dakika 90 asifungwe goli, ana qualify bila kufunga goli lolote. Lakini moja ni kama dakika 90 katika dakika 100 ni kama tunaenda second half, ambayo first half ni dakika 90 ambazo zimechezeka pale Metropolitano, dakika 90 zinaenda kuchezeka Emirates Stadium. Kwa hiyo bado tuwezi kusema ni hatua moja mbele, lakini advantage ambayo labda wanaweza kuipata ni uwanja wa nyumbani. Tunaenda kucheza kwenye uwanja wa nyumbani ambao tumeutumia mara nyingi, ambao tunajua kila kona ya uwanja. Mwana FA anasema najua kona zote kama ufagio wa zamani. Yani tunakuwa tunaujua uwanja wetu namna ya kuutumia. Labda hiyo ndio inaweza kuwa advantage ya kusema mguu mmoja mbele, lakini in terms of matokeo, in terms of nini ambacho tuna expect kupata, mimi nasema kwangu ni dakika nyingine 90 mpya kabisa ambazo haziathiriwi na chochote ambacho kilitokea away last week. Hiyo ndo take yangu. This time unampa nafasi kubwa ya kufuzu. Unaona ukienda tu unafuata? Nikiwa kama shabiki wa Arsenal, of course nitaipa timu yangu nafasi ya kusogea mbele, kwa sababu sio tu kama shabiki, of course nitaitoa kama shabiki ya kwanza, lakini ya pili Atletico Madrid nao haijawa timu ambayo tunasema kimbinu imekuwa iko vizuri sana. Sio timu ambayo ni threat kwenye mbinu. Kwa hiyo ukifanya analysis, pre-game analysis, huoni ile threat kubwa sana ya Atletico Madrid, lakini utawaheshimu kwa sababu wana wachezaji wazuri ambao wanaweza kufanya chochote na ni football, na wana mwalimu pia mzuri. Of course hana rekodi nzuri kwenye Champions League kwa maana labda kupindua matokeo au kufanya vitu vya stories za aina hiyo kwa kupata results kubwa ambazo ni surprise kwenye mpira, lakini bado utaipa heshima Atletico Madrid ukiamini mechi itakuwa ngumu,
wachezaji wote wa timu mbili hawana tofauti kubwa in terms of quality. Yani kwa mfano tungekuwa tunazungumza hapa leo kwenye timu mbili ambazo zinacheza mchezo mwingine kesho, Jumatano, kati ya Bayern na PSG. Kati ya hizo timu mbili zimekuwa distributed. Moja icheze na Atletico Madrid, nyingine icheze na Arsenal. Ungeweza kuona kuna utofauti kwenye quality kwenye vikosi vyote. Kwa maana Bayern either na versus Arsenal au versus Atletico Madrid, au PSG versus Arsenal versus Atletico Madrid, tungeiona tofauti kubwa in terms of quality. Lakini kwa hawa wenyewe bado hakuna upishano mkubwa. Kuna uwiano. Kwa hiyo inafanya bado mechi kuwa kwenye hiyo 50-50. 50-50 ikizidi 51-49, lakini not more. Yani sio gap kubwa kiasi hicho cha kuona mtu mmoja ni threat au ni favorite zaidi kuliko mtu mwingine. Kwenye hii game kila mmoja ana nafasi ya kwenda zinafuata. Yes. Na just nimeangalia kikosi cha Atletico Madrid. Michezo iliyopita hapa alijaribu kupumzisha baadhi ya watu kwenye baadhi ya michezo, lakini naona just ana kikosi ambacho kipo fit. Hasa pale kwenye eneo la mbele naona Alvarez yupo fit, Griezmann yupo fit, lakini Ademola naye yupo fit vizuri. Pia kwa upande wa Arsenal sioni kama kuna mchezaji muhimu sana unaenda kumkosa kwenye kikosi kwenye mchezo hapo wa Jumanne. Labda Odegaard na Gabriel kuna uncertainty, sijui kama atacheza, lakini kwa Odegaard yeye tayari confirmed. Odegaard hayupo kabisa. Kai Havertz, Kai yeah. Ni confirmed kabisa kwamba, lakini kama Msoso alivyosema ni game inaanza upya. Ni dakika 90 mpya kabisa ambazo wanaenda kuzipambania. Matokeo yaliyopata ya moja hayamfevi mtu yoyote kati yao wawili. Lakini labda kidogo kwa advantage ya kucheza nyumbani Arsenal, kwa sababu wamekuwa dominant sana wakiwa nyumbani. Wanacheza vizuri sana wakiwa nyumbani. Kwa hiyo labda hiyo iwape chachu ya kufanya vizuri. Lakini ukiangalia game iliyopita, Simeone aliweza namna alivyoset timu yake, walikuwa wanatengeneza sana situation ya 2 against 1. Kana kwamba flanks za Arsenal zilikuwa zinajikuta zina wachezaji wawili ambao wanawakaba, kwa sababu alikuwa ame-overload pande zote mbili, na pamoja na katikati ame-sit deep, lakini ame-overload pande hizo flank mbili. Kwa hiyo hicho ndicho ninachokiona tena kitajirudia leo, kwa sababu pia yuko ugenini. Kwa hiyo ninachotegemea kutoka kwa Arsenal ni wao game iliyopita walikuwa wako very slow kwenye build up. Ball movement haikuwa iko quick. So what I expect from them today, labda kesho ni wao kubadilika kwenye nyanja hiyo. They need to move mpira quickly, kujaribu ku isolate madefender wa Atletico, ili either kama ni Saka atakuwepo ama Gabi Martinelli waweze kupata hizo situation za 1v1. Itasaidia wao kufika kwenye 18 vizuri. Lakini na expect pia waweze kudominate, kwa sababu that's what they have been doing kwa muda mrefu wakiwa at the Emirates. Lakini kitu ambacho pia last game sijakiona labda wakifanyia kazi tena, Arsenal wamekuwa na mafanikio makubwa kwenye dead balls ama set pieces. So hicho ni kitu kingine ambacho ni eneo jingine ambalo nadhani kama wakilifanyia kazi vizuri, basi litaongeza nafasi yao kupata. Labda kwa kuongezea tu, labda kuna vitu vinaweza kuboost morali ya timu. Kwa mfano kwenye run ya kama michezo 5 hivi kabla ya mchezo wa Jumapili ambao Jumamosi ambao Arsenal tumecheza na Fulham. Tulikuwa tunafunga goli 1-1. Tukifungwa 2-1, tukishinda 1-0 au draw ya 1-1. Lakini at least tumeenda kushinda goli 3. Inaamsha ari kwamba tunaweza kupata matokeo mazuri. Lakini the same likewise to Atletico Madrid, naye ameenda away na Valencia ameshinda 2-0. Kwa hiyo ndio maana anasema bado mzani utaucheki, unakuwa uko pale pale. Amerudi Bukayo Saka, anaonekana amerudi na form nzuri zaidi kuliko aliondoka nayo kwenda injury. Kwa hiyo inaweza kusaidia, lakini mambo yote yataamuliwa uwanjani na dakika 90
kama sio 120. Na sioni actually sioni kitu kikubwa ambacho ama mabadiliko makubwa ambayo Simeone anaweza kayafanya tactically. Hiyo kweli. Atacheza vile vile Aram football. Yeah, Aram football. Yani vile vile kwamba kutokuruhusu hizo situation za Saka na defender mmoja ama Martinelli na defender mmoja ku disrupt any rhythm ambayo kina Zubimendi na Declan Rice watakuwa wanataka kuitengeneza, win every second balls, kuwa aggressive. Ndicho ambacho ataenda pale na kusit back a little, kutegemea kwa hit kwenye counter. Walikuwa Alvarez alipata majeraha kwenye game iliyopita, lakini kwa taarifa ni kwamba yuko fit kucheza. So na Alvarez ni aina ya wachezaji ambao ni hatari kwa sababu kwa namna ya uchezaji wao. Si mchezaji ambaye anakaa eneo moja na ana uwezo wa kupiga miguu yote miwili. So nafasi moja mbili anaweza akawashangaza watu pale. So ni game ambayo bado iko even na tunaweza tukawa tuna usiku mrefu. Naona unajua wote wamekutana wanacheza Haram football. Sasa kuwa na usiku mrefu inawezekana kabisa. Wana Bayern Munich, hii ni mechi wanasema ni mechi ya finali ndani ya nusu finali. Bonge moja la mechi ambayo ilichezwa pale PSG pale Ufaransa. Moja kati ya mchezo ambao ulikuwa ni wa kuvutia. Watu walifurahi sana kwenye vibanda umiza, ambao wanapenda kuangalia magoli waliyaona vizuri. Ufundi ulionekana uwanjani. PSG akibuka na ushindi wa goli 5-4. Ilikuwa kama ngoma inaenda kwenye magoli mengi. Mzigo ulikuwa mzito zaidi kwa Bayern Munich, lakini wakasema hatujalala, tupo vizuri. Na zingeongezwa dakika chache pale, naona zingekuwa zinarudi zote zile. Mechi hii inakwenda zaidi kuamuliwa wapi? Ama unaweza ukasema Bayern Munich amerahisisha njia kwenye ile mechi, just mzigo uliokuwa na mzigo uliopo hivi sasa Bayern Munich unaweza kaona kama na mzigo mwepesi zaidi kwenye mchezo huu wa nusu finali. Siwezi kusema moja kwa moja kwamba ana mzigo mwepesi. Tuliyajadili hayo kabla ya game za first leg kwa namna ya uchezaji wa hizi timu mbili, na that's what happened. Yeah, game ilikuwa open, walikuwa wanapishana sana. Nilisema kitu kimoja kuhusiana na decisiveness itakayotokea kwenye hii game ni in terms of efficiency na defensive discipline. So wote walikuwa defensive discipline ilikuwa iko chini kwa wote, lakini PSG wameendelea kuprove namna walivyokuwa lethal kwenye swala la efficiency. Walipata nafasi 5 ambazo zilikuwa on target na goli 5. That's very nice efficiency. Yeah. Sioni kitu ambacho company ataenda kukibadilisha. Nadhani company ataendelea na ile defensive highline, lakini ambayo itaendelea tena kumfanya defense yake kuwa vulnerable kwa sababu itakuwa iko juu, na wameweza kulionyesha hilo PSG kwa kucapitalize hizo nafasi kwa sababu ya washambuliaji wake walivyokuwa na speed, kina Vicha, kina Dembele, kina Desire Due. So sioni kitakachobadilika, lakini nadhani walishindwa game iliyopita walishindwa kwa contain vizuri PSG kwenye eneo la katikati. So mipira ilikuwa inafika sana nyuma ya kina Taa na kumfikia Emmanuel Neuer. So ninachotegemea ni kile watapishana sana tu, lakini najua intensity itakuwa kubwa sana kutoka kwa Bayern Munich kwa sababu pia na wenyewe watatumia uwanja wao vizuri. Wanatumia uwanja wao vizuri sana wakiwa nyumbani. Wamefunga magoli mengi sana pale Allianz Arena. Yeah. Kitu ambacho kinaniogopesha ama kunipa wasiwasi ni kama mmemwangalia hivi karibuni Manuel Neuer. Anafanya mistake nyingi sana. So wanaweza PSG wakacapitalize kwenye hilo swala pia.
na nadhani kwenye game iliyopita waliweza kumpress sana, kwa sababu Manuel Neuer anajulikana ni wale makipa ambao wana uwezo mkubwa sana wa kutumia miguu yao. Sweeper. Yeah, wana uwezo mkubwa sana wa kutumia miguu yao. Wana uwezo mkubwa sana wa kupiga zile pinpoint passes. Mita kadhaa, mita 60 huko kumfikia mtu. Lakini PSG unajua waliweza kumpress sana Manuel Neuer siku ile, na mpaka akawa anafanya makosa. So na expect hicho tena, kwa sababu hata kwenye post match Dembele alisema kama huwezi kupress Luis Enrique anakuweka bench. So you can see pia wanavyoweza kupress kina Vicha na Dembele. So itakuwa ni game nzuri, pia itakuwa ni game ambayo imefunguka, lakini naamini Bayern watatumia, hawatotaka iishe kama ilivyoisha kule. Kwa hiyo watatumia vizuri uwanja wao wa nyumbani. PSG wana pigo, hawatakuwa na Achraf Hakimi. Hilo ni pigo, kwa sababu Achraf amekuwa ni muhimili mkubwa sana wa ile timu pia kwenye upande wa kulia. Lakini so nahisi mchezaji ambaye anaweza kaziba nafasi ni mchezaji ambaye Luis Enrique amekuwa anamtumia sana kipindi ambacho Achraf akiwa majeruhi, Warren Zaire. Yeah, amekuwa anamtumia sana. Na sasa hivi naona Fabian Ruiz ameshapata dakika kadhaa kwenye miguu, so ataenda kubeef up ile midfield, kwa sababu Charlie Zaire hana experience kubwa ya kucheza kama fullback. Itakuwa ni msaada pia kwake. So tutegemee tena movie nyingine ya magoli mengi pale Allianz Arena. Yeah. Anyway, nimekuja kugundua kitu. Kuna wakati mwingine kuna kitu naweza kuwa mnakiona ni kitu kibaya, lakini mpaka utakapokimiss ndio utajua kwamba kile kitu kinawezekana kilikuwa ni kitu kizuri. Tangia UEFA wameondoa sheria ya goli la ugenini, timu I don't know, either zimepoteza focus kwenye kudefend. Game ingekuwa, nataka niwaze kwamba game ilivyokuwa 5-2, ilivyokuwa kwenye 5-2, kama ingekuwa ni mechi zile ambazo unamfunga mtu goli, bado sheria ya goli ya ugenini ipo, naamini ile mechi wangeweza PSG kuwa na discipline zaidi kwenye kuzuia. Wangerudi nyuma. I don't know, either ni kurudi nyuma au setup ya timu, kwa sababu sio not necessarily, sio lazima mpaki basi, lakini setup ya timu yenu piga haramu mnavyoamua kucheza kwa ajili ya kutafuta matokeo. Mechi kuisha 5-4, hilo ni moja, lakini mbili, kitu ambacho kimeniwazisha sana, nilikuwa siondoi shilingi yangu kwa Bayern. Nadhani tulishawahi kufanya kipindi nikasema namuona kwangu the favorite wa kuwa bingwa, lakini imeniuliza maswali mengi sana baada ya mechi ya 5-4. Imenipa mashaka, lakini kitu ambacho kinafanya bado unaendelea kuwapa shilingi ni kwa namna ya timu ambazo zimebaki, kwamba uone kama ana viunzi vingi. Lakini light kama form ambayo Arsenal walianza nayo msimu ya kufunga magoli na kuzuia magoli na kupunguza magoli, kama ingekuwa ni kipindi kile Arsenal ina qualify kwa namna zile timu mbili zilivyo display mchezo wao, unaweza kusema kwamba labda kuna kitu kikiweza kutokea maybe hiyo. Lakini sasa kwa sababu bado timu hizo zipo, lakini bado timu zingine hizi bado zinasuasua, ni labda yale mambo ya finali, kwa sababu inakuwa ni game moja. Hilo ni la pili. Lakini la tatu ambalo limenishangaza au ninasema of course umri pia unaposogea inawezekana uwezo unapungua. Of course kwa magolikipa wanasema experience inakuwa kubwa, wanapunguza makosa, lakini recently Neuer amekuwa na performance ambayo amekuwa na makosa kama baba amesema Yusuf. Mechi na Real Madrid, goli la kwanza the same, amefanya mistakes the same ambazo ziliwarudisha Madrid kwenye mchezo. Game iliyopita ameshambuliwa mara 5 na mara zote yamekuwa magoli. Sasa unapata mashaka kwa kipa mwenye high profile ya Manuel Neuer, ambaye sasa hivi kwenye makipa wanaocheza mpira probably anaweza kuwa ni golikipa namba 1. Anafanya makosa ya aina ile, au anashindwa kucontrol kuorganize defense yake, kwa sababu kama unafikiwa mara 5, swali la kwanza ambalo tunauliza kwamba wewe kama mchezaji senior kwenye hiyo backline, namna ambavyo unaorganize backline yako.
na vitu vingine. Kwa hivyo vitu vitatu kwa kweli vinaniwazisha maswali. Kwa neno nani anayefuzu? Arsenal, Atletico? Au tutabiri kama tutabiri, maana I think kwenye mzunguko wa kwanza tuliondoka na lugha moja. Tunasema Arsenal na Atletico Madrid magoli hayawezi yakazidi 3. Lakini Bayern na PSG tukasema kutakuwa na sherehe. Kutakuwa na sherehe ya magoli. Ikawa hivyo. Yametokea. This time around the same. Inaweza ikawa sio 5-4. Lakini wingi si unaanzia 2. Kwa inaweza ikawa lakini naona zinazidi goli 3. So ni kuanzia goli 3 kwenda mbele. Lakini kwenye game ya Atletico na Arsenal naona kabisa pia under 3.5 tena. Ateta anacheza kwa tahadhari. Simeone naye hataki kulipoteza ile kombe. Na mimi watafungana. Of course haitakuwa sherehe kwa sababu sherehe zinaweza kuwa na size. Kuna na sherehe ndogo ndogo, kuna sherehe ya size ya kati na kubwa. Ile ya 5-4 ile ni tafrija. Kuna na sherehe, wanasemaga kuna shughuli. Kuna sherehe au kale kama barbecue. Kama barbecue. Kuna na shughuli, kuna sherehe na tafrija. Kunaweza kukua wakafungana. Naamini watakuwa open sana kwenye mechi au circumstance zikafanya mechi kuwa na wanaweza kufungana. Timu zote mbili kupata magoli 3 something kitu kinaweza kutokea. Nataka nikuone unavyochambua finali ya Arsenal dhidi ya Bayern Munich. Bwana, hiyo ni michezo ya UEFA Champions League, michezo miwili ambayo tunasubiri kwa hamu kweli kweli tuweze kupata timu mbili ambazo zitakwenda kucheza finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Usiache kutufuatilia kupitia mtandao yetu wa kijamii YouTube. Ipo episode nzima kabisa hii ya Game Time, lakini Instagram, Facebook, Twitter unapata clip zote hizi, bila kusahau TikTok. Zote clip hizi zote unazipata hapo. Utapata kila kitu ambacho unahitaji kuhusiana na Game Time. Ni UEFA Champions League na michuano mingine mikubwa yote barani Ulaya unayapata hapa ndani ya Game Time ya Dimbani Connect. Leo nilikuwa na Mwansasu ambaye kwenye mitandao yake ya kijamii bwana Mwansasu Instagram Mwansasu SNR. Yes, @I_am_Masoud. Instagram, Twitter @I_am_Masoud. I'm Masoud Junior. Kwa hiyo ni mitandao yake ya Instagram. Mimi Andrea_Masawe14. Naendelea kufuatilia Game Time. Game Time tuonavyo sisi. Game Time tuonavyo sisi.